Na kutoka hapa katika makaburi ya Mwembejini yaliyoko hapa Kinondoni jijini Dar es Salaam, mahali ambapo tunakwenda kumpumzisha mama yetu shujaa ambaye alipumzika katika Bwana tayari baada ya kumaliza ibada pale kanisa la TAG Kinondoni, na kanisa pamoja na kanisa pamoja ndugu jamaa na marafiki wamepata wasaa kuweza kutoa heshima za mwisho kwa mama yetu huyu ambaye amelala katika Bwana. Na sasa mwili wake unaingia hapa sasa. Jeneza hili ambalo limebeba mwili wake linaingia hapa katika makaburi haya ya Mwembejini yaliyopo hapa Kinondoni kwa ajili ya kwenda kupumzisha mwili wake mama yetu ambaye amekufa katika Bwana, ambaye ameelezwa katika mengi. Ni mama mwenye moyo wa upendo, ni mama aliyekuwa na ukarimu. Nyumba yake ni nyumba ambayo imetajwa ilikuwa ni kituo cha kuingia na kutoka kwa wageni mbalimbali. Hakika ni mama ambaye atakumbukwa kwa mengi mazuri, na ameacha alama mioyoni mwa wengi, sio tu kwa watoto lakini pia marafiki. Kanisa ambalo alikuwa akichungwa chini ya Askofu Rogate Zakayo Swai, mchungaji kiongozi wa kanisa hilo, ameeleza mengi mazuri ya mama huyu, lakini pia marafiki na wale waliomfahamu huyu mama. Hakika alikuwa ni mama wa watu, alikuwa ni rafiki, alikuwa ni mama mwenye upendo, ni mama mwenye moyo wa ukarimu, aliyejali kila mmoja bila kuangalia kabila, bila kuangalia jinsia. Hakika kwa ushujaa wake huyu, kwa utumishi wake huyu, amezikwa. Hakika mazishi yake yamekuwa ni mazishi ya ushujaa wa kipekee, ya kukumbuka mengi mazuri sana na ya kipekee ambayo amefanywa na mama huyu. Hii ni NYTV ambayo tumeendelea kukuletea matangazo haya moja kwa moja kuanzia pale nyumbani na kanisani alipokuwa akisali. Na sasa matangazo haya yanakujia hapa katika makaburi haya ya Mwembejini yaliyoko hapa Kinondoni. Endelea kufuatilia tukio hili katika safari hii ya mwisho kabisa ya kwenda kumpumzisha shujaa huyu, mama huyu, mtumishi wa Mungu ambaye amepumzika. Na sisi tunasema kazi ya Mungu haina makosa. Ameona tunda lake limeiva na amelichuma, na sisi tunasema jina la Bwana na lihimidiwe. Watoto wajukuu kama wamefika wote tupate taarifa. Wajukuu wanao sehemu ya rafiki yangu wewe katika safari yangu, tatembea na wewe pamoja na wewe pamoja na wewe katika safari yangu, tatembea na wewe mahali hapa sikutaka ili niheshimiwe na yanayikutemasha sawa sawa na wewe pamoja na wewe pamoja na wewe heri nikutemasha sawa sawa na wewe
maangalizi, ataomba kisha atamkaribisha askofu aendelee. Basi tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya neema na kibali ulichotupa kuwa na mama yetu huyu ambaye siku ya leo tuko hapa makaburini kuulaza mwili wake sawa sawa na mapenzi yako. Baba, tunaweka ibada hii mikononi mwako. Tendo hili ambalo Bwana ni la mwisho kabisa tunalokwenda kulifanya, Baba, ukaendelee kuishika mioyo ya watoto wake, ndugu na wote walioguswa, maana jambo hili Bwana halijawahi kuwa rahisi. Mungu wa neema, tunaomba Roho wako Mtakatifu peke yake aendelee kutawala, na namweka mtumishi wako askofu wetu Dr. Ezekiel Mbwilo anayekwenda kuongoza ibada hii ya maziko katika jina la Yesu. Amen. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kabla sijaendelea, nitoe pole kwa wafiwa wote kwa msiba mkubwa wa kuondoka kwa mama yetu. Kama nilivyosema pale kanisani, mama yetu amemaliza safari. Mwanadamu aliumbwa kwa neno la Mungu, na anaporudi mavumbini anarudi pia kwa neno la Mungu, maana ni ndivyo Mungu alivyoagiza. Kwa hiyo kabla hatujamweka mama yetu mahali hapa, tutasoma maneno ya Mungu kwa ufupi, na baada ya hapo tutaulaza mwili wa mama yetu. Shughuli hii ilikuwa ifanywa na baba yetu Askofu Roger Swai, lakini ameniomba kwa sababu alizozitoa pale kanisani niweze kusimama badala yake. Naomba ushirikiano wako na Mungu wa mbinguni atusaidie sote. Nimwombe msomaji wa maandiko wa kwanza aweze kusoma neno hili wakati huu. Bwana Yesu asifiwe. Nasoma kitabu cha Nyakati wa Pili mlango wa 32 mstari wa 33. Unasema kwamba Hezekia akalala na babaze, wakamzika mahali pa kupandia makaburi ya wana wa Daudi. Nao wote wenyeji wa Jerusalem wakamfanyia heshima alipokufa. Na Manase mwanawe akatawala mahali pake. Amina. Mtu wa pili. Maana hapa hatuna mji udumuo, bali twautafuta ule ujao. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Kwa maana Daudi akiisha kulitumikia shauri la Mungu katika kizazi chake, alilala, akawekwa pamoja na baba zake, akaona uharibifu. Wapendwa, maandiko haya tuliyoyasoma na yana uzito wake. Andiko la kitabu cha Hezekia, ujumbe wa Hezekia. Hezekia alikuwa mfalme, lakini kwa kuwa mwanadamu ana siku chache za kuishi, Hezekia alipomaliza kazi yake duniani, andiko linasema akalala na wakamlaza, wakamzika kwenye makaburi yao ya ukoo. Andiko linasema kwa watoto wa Daudi. Leo hii mama yetu ni Paeli na yeye amelala. Tunaposikiliza habari za Hezekia, anasema wakamfanyia shangwe, sherehe kubwa. Umati huu ni sherehe kubwa inayoagana na mama yetu. Wapendwa, mama amemaliza safari. Mioyo inaumia kwa sababu hayupo, lakini ndio mwisho wa maisha ya mwanadamu yeyote duniani. Naomba tuungane naye, tumwambie mama, lala salama. Andiko linasema iko siku moja mama yetu atainuka, atafufuka. Sio yeye pekee,
lakini wote walalao makaburini. Naomba kupitia ujumbe huu mchana wa leo, tunapomwaga mama yetu na kumlaza katika nyumba yake akipumzika akingojea ufufuo, hebu kila mmoja wetu atengeneze maisha yake. Kaa vizuri na Mungu. Kufa kupo. Kufa kupo. Na kwa kuwa kufa kupo, jua unakwenda wapi. Neno la Mungu pekee limetoa mwelekeo tunaenda wapi. Bwana wetu Yesu Kristo Mwokozi wa ulimwengu alisema, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu hawezi kuja kwa Baba yangu isipokuwa kwa njia yangu. Wapendwa, kama kweli unataka salama na siku moja tukaonana na mama yetu, mfuate Yesu, atakusaidia. Baada ya kusema maneno haya, naomba nimshukuru Mungu. Baba, asante kwa neno hili. Sasa tunapouleta mwili wa mama yetu na kuweka mahali hapa kwa ajili ya maziko yake, Baba, simamia shughuli hii na useme na kila nafsi iliyopo, kwa utukufu wa jina lako Yesu. Pamoja tuseme amen. Amen. Tunapoendelea na kuimba, niombe vijana wangu mnisaidie kuweka mwili mahali hapa ili tuandae kwa sehemu ya pili. Waimbaji Esther, wimbo wa kitabu. Kuna watu wapande huko. Niwe wa kuokoa, sina cha mkononi, naja msalabani, nilitubu nivike, nilionge nishike, nilimchafu naja, nioshe nisijafa, nikungoja po chini, nakwenda kaburini, nipapo mbinguni, na kukuona ezini, moyo yangu na iwe rahani mwako wewe, nikungoja po chini, nakwenda kaburini, nipapo mbinguni, na kukuona ezini, roho yangu na iwe rahani mwako wewe, nipapo mbinguni, na kukuona ezini, roho yangu na iwe rahani mwako wewe. Ni safari ya shujaa mama yetu, Mama Nipaeli Mboi, ambaye amepumzishwa katika makaburi haya ya Mwembejini yaliyoko hapa Kinondoni. Hakika mama ameandika historia ambayo haiwezi kufutika masikioni pa wengi kwa yale makubwa mazuri aliyoyatenda. Utumishi wake ni mkubwa uliotukuka katika kipindi chote ambacho ameishi hapa duniani. Kila mmoja amemzungumzia kwa mazuri mengi ambayo ameyafanya. Huyu ni shujaa ambaye amelala katika Bwana. Katika hali ya ubinadamu kuna hali ya kuumia, lakini tunajua mama yetu amepumzika katika Bwana, na siku moja atafufuliwa katika ule ufufuo wa mwisho. Ibada hii imeongozwa na Askofu Yes. Ibada hii inaongozwa na Askofu Dr. Mbwilo ambaye amemwakilisha mchungaji kiongozi kutokana na hali yake ya kiafya, Askofu Dr. Rogate Zakayo Swai, ambaye ndio haswa aliyetakiwa awepo hapa kuongoza mazishi haya ya mama huyu shujaa, ambaye na kwa yeye ameelezea kwa sehemu kubwa namna ambavyo ameagusa maisha yake. Yeye ndiye mtu ambaye alimpokea
alipokuja katika kanisa hilo la Kinondoni, na amegusa sehemu ya maisha yake katika familia yake, namna ambavyo alitumika kwa moyo wake wa ukarimu kuweza kuhudumia familia ya mchungaji alipofika hapa Dar es Salaam katika kanisa hilo la TAG Kinondoni. Kwa hiyo ni mama ambaye anasemwa na mengi mazuri ambayo ameyafanya mpaka umauti unamfika. Alikuwa na nguvu zake kabisa na amelala akiwa na nguvu zake, lakini bado akiwa anamtumikia Mungu, na hakuchoka kwa kuona kwamba umri umeenda, lakini bado alikuwa na ule moyo wa utumishi, moyo wa kumtumikia Mungu, moyo wa kumpenda Mungu. Tunaiona safari ya mwisho ya mama huyu ambayo imekuwa ni safari yenye ushujaa mkubwa, yenye maisha mazuri, yenye mfano wa kuigwa kwa kila ambaye anatazama, kila anayeona haya anayaona yale ambayo mama aliyaishi, na hakika ametuachia deni kwa sisi ambao tumebaki. Tuyaishi maisha yapi ambayo yatakuwa mfano wa kuigwa kama shujaa huyu, mama huyu ambaye amepumzika katika Bwana. Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka makaburi haya ya Mwembejini yaliyoko hapa Kinondoni, na NYTV na kurushia matangazo haya. Kama vile ilivyompendeza Baba yetu wa mbinguni katika mpango wa hekima yake kutoa roho ya mpendwa wetu ni Paeli Boya, sisi tunaweka kaburini udongo kwa udongo, mavumbi kwa mavumbi, majivu kwa majivu, tukitazamia tumaini lenye baraka, lile la kutokea kwa Mungu mkuu na Mwokozi wetu Yesu Kristo, ambaye atautengeneza upya mwili huu katika mfano wa mwili wake mwenyewe wa utukufu, kwa kadri ya matendo na nguvu zake kuu, ambazo kwa hizo yeye ataweza hata kuvitiisha vitu vyote chini yake. Udongo kwa udongo, mavumbi kwa mavumbi, na majivu kwa majivu. Niombe wanandugu tuweze kutupa udongo kama alama ya kumzika mpendwa wetu. Naomba chepe ziongezeke, wapewe watu ambao wanaweza kuja kuwakilisha kutupa udongo wakati tuendelee na kuimba wakati huu. Kama kuna polisi wawakilishi hapa kama mazingira yaliyofanya watoto kazi zote pia sitimezi sheria nijapofanya bidii nikilingilia na kudhii haya ishi makosa ni wewe kuokoa sina cha mkononi na msalabani nilivike ni mnyonge nioshe nisijafa nikungoja chini na kwenda kaburini nipaapo mbinguni na kukona enzini na iwe ndani mwako wewe nikungoja chini na kwenda kaburini nipapo mbinguni na kukona enzini roho yangu na iwe ndani mwako wewe. Wa mji wa mwangaza mji wa mwangaza
Hautapita tena, hapana usiku. Mungu yeye atayafuta machozi na hasara. Hapo miaka itakoma, hapana usiku. Mungu atayafuta machozi na hasara. Hapo miaka itakoma, hapana usiku. Njia haitakiwi, hapana usiku. Yesu ni nuru kweli, hapana usiku. Jua halitakiwi, hapana usiku. Yesu ni nuru kweli, hapana usiku. Nasoma neno la Mungu katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 ule mstari wa 13 na wa 14, nao unasema: lakini ndugu zangu, hatutaki msijue habari zao walalao mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na leo waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Ni matumaini yetu ya kwamba siku Bwana wetu Yesu Kristo atakaporudi mara ya pili, mama yetu ni Paeli kwa ushindi mkubwa pamoja na watakatifu wengine wote atafufuka pamoja. Tuseme amen. Niwaombe mafundi tuweke tuandae hii kitu ili tuweze kuweka mashada na vingine tayari kwa ukamilisho. Amen. Mafundi karibuni. Baada ya watoto wakwe msogee hapa. Florence na Pascal. Florence. Hisi ni zoezi la uwekaji wa mashada katika kaburi la shujaa Mama Nipaeli Mboya, ambapo zoezi linaongozwa na watoto wake watatu waliopo hapa, ndio watakao kwenda kuanzisha zoezi hili la uwekaji wa mashada. Na ni zoezi la uwekaji wa mashada katika kaburi la shujaa Mama Nipaeli, zoezi ambalo linaongozwa na watoto wake. Hao ni watoto wake wakiwa wanaweka shada la maua katika kaburi la mama yao shujaa ambaye amemaliza kazi na kutangulia mbele za haki. Zoezi ambalo linaendelea hili wakwe wajukuu sijawaona. Niko hapa. Wako wapi wajukuu? Ili hapa bibi linakuja. Haya, wapi wajukuu? Kuna wanaowaona huku na wafahamu. Zoezi la uwekaji wa shada na maua katika kaburi la huyo mama yetu Mama Nipaeli, shujaa huyu ambaye amekufa katika Bwana, na wajukuu nao wako na mashada na maua wakiwa wanaweka katika kaburi la bibi yao kumwaga katika safari yake ya mwisho ya hapa duniani. Mama ambaye amevipiga vita vilivyo vizuri katika ushindi mkubwa katika safari yake ya maisha aliyoyaishi hapa duniani, akiwa ameacha alama kwenye mioyo ya watu. Kila aliyehudhuria katika mazishi haya anaelezea namna ambavyo mama amemgusa kwa namna moja au nyingine katika maisha yake. Ana, umeliona? Dada zake na nafahamu umri, kwa hiyo tunawapa dakika za kujongea hapa. Hapo chini ya mimi ndio dada, unaliona? Ile dada. Dada zake.
umri wao ni wazee sasa, wapewe nafasi wapite pole pole. Dada zake na marehemu watafuata mama, wanaweka shada la maua. Hao ni dada zake ambao wamezaliwa na marehemu mama Amepaele, nao wamepata wasaa kuweza kuweka mashada katika kaburi la dada yao ambaye ametangulia mbele za haki. Wingi wa miaka. Amina. Ni baraka sana. Viongozi wa serikali, lichukue nani? Pokea. Viongozi wa serikali wakitoka hapo, wazazi wenza Kingunza na Mushi, wazazi wenza Kingunza na Mushi, familia Mushi family wapo tayari? Hawapo. HBCF viongozi, mwakilishi AB Magharibi. AB na Magharibi wawakilishi. Ninyi ni vijana, mna nguvu, akina bia Mungu. HBCF mwakilishi, hao ni A na B. HBCF viongozi A na B Magharibi. Ukoo wa kiongozi, ukoo wa kiongozi, ukoo kiongozi, mwakilishi. Ili hapa la mwakilishi wa ukoo. Mwakilishi wa ukoo. Ni fa Dada naliwe. Shaka hiyo wewe. Mabinti wa nyumbani waliomhudumia sana mama huyu. Mabinti wa nyumbani. Leticia, Sifa na Tina. Leticia, Sifa na Tina. Leticia, Sifa na Tina wapewe shada. Wasogee hapa. Marafiki wa familia wafuate hapo. Yani Kaluse family. Mchungaji mwite dada huyo afuate. Dada yuko hapa tayari. Dada yuko tayari. Mabinti tayari wamefika. Wamefika na dada. Marafiki wa familia Kaluse family, Duma family, Makange family na kwaya ya Kinondoni ilikuwa hiyo. Marafiki wa familia wajiongee hapa. Kinondoni Revival wasogee hapa. Makenge family ni Makange family, Duma family, Kaluse family wasogee hapa. Listi niliyopewa hapa, kuna wale wa waliosoma na Kabora Primary School, wana shada nao waje hapa. Waliosoma na Kabora shule ya msingi waje hapa, wana shada nao. Na wale wenye moja moja wewe Israel soma haya kwa juu. Manga unalonda tu. Ajue sasa kuna majina yao. Victory Singers. Victory Singers. Mbona nani Revival mwenyewe bado Kingunza na Mushi family wako wapi? Kinondoni Revival Church wapewe shada. Unapita. Mpe mchungaji witness KRC. Ile pale KRC. Zanaki
Marafiki wa Kabora, marafiki wa Kabora, familia ya Tesha, Ruvu JKT, Tesha tulimsoma hajapatikana. Ruvu JKT, familia Mama Tovu, marafiki wake, marafiki Kanisa tayari. kanisa tayari. WWK Kinondoni, WWK Ladies and sister. Majirani. Majirani wako wapi? Majirani ajitokeze jirani. Kirumo, Kirumo uko wapi? Majirani. Sawa. Mleli yuko wapi? Yuko wapi Mleli? Hii hapa. Hii hapa. Wachungaji, askofu ana shada hapo. Wachungaji wote msogee hapa kwa askofu. Mleli weka hapo. Wachungaji waje waweke shada pamoja na askofu hapa. Hao ni wachungaji. Tugawe kwa watu mmoja mmoja. Wajukuu wote walishakuja hapa kuweka. Kama wanataka kurudia mishumaa watachoma hapa wakati tunamaliza. Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwamba tumeshaandaa mazingira ya mama yetu mahali ambapo atapumzika akingojea ufufuko. Lakini naomba niseme neno moja la ushindi. Mama yetu alijiandaa vizuri. Mahali alipolala leo au tunapomlaza leo ndipo alipolala na marehemu baba yetu Mzee Mboya. Kwa hiyo they are just next. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa hili jambo kubwa la ushindi. Tumpe Yesu makofi ya shukrani. Haleluya. Naomba niseme neno la Mungu linasema katika kitabu cha Waebrania 13:20 mpaka 21. Na kisha basi Mungu wa amani aliyemleta tena kutoka kwa wafu, mchungaji mkuu wa kondoo, kwa damu ya agano la milele, yeye Bwana wetu Yesu, awafanye ninyi kuwa wakamilifu katika kila tendo jema, mpate kuyafanya mapenzi yake, naye akifanya ndani yetu lipendezalo mbele zake, kwa Yesu Kristo utukufu na yeye milele na milele. Tuombe. Mwenyezi Mungu, ninakushukuru mno kwa ajili ya shughuli hii ya leo katika ibada maalum ambayo tumeifanya leo ya kulaza mwili wa mama yetu Nipaeli Mboya mahali hapa. Ninakushukuru kwa sababu Bwana umeisimamia ibada hii mwenyewe kwa njia ya Roho wako Mtakatifu. Asante kwa ajili ya mashahidi wote waliokuwepo. Asante kwa ajili ya wanafamilia. Asante kwa ajili ya washirika. Asante kwa ajili ya kila mmoja aliyeshiriki. Baba, ninaomba mwili wa mama yetu kwa mahali hapa ukalindwe na malaika zako katika jina la Yesu. Tunakataa na kuharibu mpango yote ya adui ambaye mara nyingi hucheza na kuchezea miili ya watu wako. Bwana, hifadhi mwili wa mama yetu akapumzike salama sawa sawa na hivi ambavyo Bwana
tumeulaza mwili wake mahali hapa. Ninaomba amani na faraja, furaha ya kweli ya Roho wako Mtakatifu, kama vile ambavyo Hezekia alilazwa na watu wake, Mungu, wakamweka mtoto wake Manase mahali pake. Naomba sasa watu wako wanapokwenda nyumbani na kuendelea na maisha yao, Baba wabariki. Wanapomkumbuka Napaeli, wakumbuke imani yake, wakumbuke ushindi wake, wakumbuke ushuhuda wake, na kwamba haya mama aliyafanya kwa sababu ya Kristo Yesu aliyebadilisha maisha yake. Bariki mkutano, bariki watu wako. Tunapofikia mwisho huu sasa, baraka yako iwe pamoja nao katika jina la Yesu Bwana wa uzima. Pamoja tuseme amen. Amen. Niombe ule msalaba niweke hapa ili tuweze kuacha nafasi kwa mafundi waendelee. Amen. Msalaba ni alama. Ni alama inayomtaja Bwana wetu Yesu Kristo aliyekufa msalabani kwa ajili yetu. Mama huyu alimwamini Yesu, na siku moja Yesu atakaporudi tena duniani, mama huyu atafufuka pamoja na watefu wengine. Na mimi naiweka alama hii sasa kama kielelezo cha kazi Yesu aliifanya, katika jina la Mungu Baba, jina la Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Mungu abariki. Naomba tukamilishe hivi. Labda niseme neno. Sisi kanisa la TAG, ibada ya mwisho kwa marehemu ni hii. Siku yote mtu kiamua kuja hapa, njoo piga picha zako, lakini usifanye ibada. Ibada imeishia hii ya mwisho. Na tunaomba ulinzi wa Mungu uwe pamoja nanyi katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Naam, nilikuwa na matangazo moja kwa moja kutoka hapa katika makaburi ya Mwembejini yaliyoko hapa Kinondoni jijini Dar es Salaam, katika safari ya maisha ya mama yetu Napaeli Mboya ambaye amepumzishwa hapa leo katika makaburi ya leo. Nikushukuru sana wewe ambaye umeendelea kufuatilia tukio hili kwanza tulipokuletea siku ya jana pale nyumbani na kanisani, na hapa endelea kufuatilia vipindi vingine kupitia NYTV. Ilikuwa mimi Maisi Mario niliyekuletea matokeo haya sambamba na Director Pasco William Nyamwihula ambaye amehakikisha matangazo haya yamekufikia vyovyote vipasavyo.